Najua wewe ni Mungu mkuu na jina lako ni jina la ajabu. Jina lako ni jina lenye nguvu. Jina lako ni jina lenye utukufu. Na kwa jina la Yesu, jina la Mungu, jina lenye nguvu, ukuu, lenye utoshelevu, utatenda mambo makubwa katika kila maisha. Naomba ya kwamba leo utalitukuza jina la Yesu katika kila maisha. Tenda mambo makubwa, mambo ya ajabu, mambo ambayo makuu uyafanye katika kila maisha. Asante Bwana kwa sababu najua umekwisha kujibu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Naweza ukaketi. Tunatazama Wafilipi sura ile ya pili. Wafilipi sura ile ya pili. Wafilipi sura ile ya pili. Nasoma kuanzia mstari wa 9. Soma na jirani yako pale. Wafilipi sura ile ya pili mstari wa 9. Na tuambia juu la jina la Yesu. Jina la Yesu lililo tukuka, ambalo li juu ya kila jina. Ya kwamba kwa jina hilo yote yanawezekana. Wafilipi sura ile ya pili 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Jina lolote liwalo lile ambalo unalijua, liwe ni jina jema au baya, liwe linaogofya au linavutia, jina la Yesu ni kumno. Iwe milima, ugonjwa, matendo ya mapepo, na jina la Yesu ni kumno. Iwe ni jitu lenye mapepo au mtu mwenye mapepo au lolote liwalo lile duniani, iwe kabla au sasa au baadaye, jina la Yesu ni kumno. Alilipata hili jina kutoka kwa Mungu Baba mwenyewe, na Mungu amemkirimia jina hili maalum, jina hili la kipekee ambalo alikuwa hajampa hawa yoyote yule. Anasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Changamoto zozote zile ulizo nazo na hali yoyote ile ambayo inakukabili, jina la Yesu litashinda kila kinachokusumbua leo. Mstari ule wa 10 anasema, ili kwa jina la Yesu, niambie, hebu rudia, niambie. Anasema kila goti litapigwa. Hilo ni tamko kutoka mbinguni, ni tangazo kutoka mbinguni, kutoka kwa Mungu mwenye enzi mwenyewe, ya kwamba liwalo lolote lile ambalo linasimama katika njia yako, utakapolitaja jina hilo, unasema kwa jina la Yesu, Bwana asifiwe, kila goti litapigwa, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, ya kuwa Yesu Kristo ni mkuu, ya kuwa Yesu Kristo yeye ni mshindi, kwa utukufu wa Mungu Baba. Tunazungumza juu ya jina lenye utoshelevu wote la Yesu. Jina lenye utoshelevu wote la Yesu. Mathayo sura ile ya kwanza mstari wa 21. Mathayo sura ya kwanza 21.
naye atamzaa mwana, nawe utamwita jina lake, niambie nani? Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka katika dhambi zao. Yeye ni yeye pekee, yeye anayetambulika mbinguni pekee. Yeye ataokoa, atakomboa, atarejesha, atageuza na ataweka huru watu wake wote kutoka katika dhambi zao na kutokana na madhara ya dhambi. Anawaokoa mbali na nguvu ya dhambi, anaokoa mbali na matendo ya dhambi, anaokoa dhidi ya magonjwa yote, anaokoa dhidi ya mambo yote yatokanayo na dhambi. Utamwita jina lake Yesu, maana yeye peke yake ndiye anayeweza kuokoa na kuweka huru watu wake kutoka katika dhambi zao. Mstari wa 23, soma na jirani yako hapo. Tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake kila moja Immanueli, yani Mungu pamoja nasi. Lolote lile ambalo Mungu amewahi kulifanya huko zamani, yu pamoja nasi kwa jina hilo hilo la Yesu ili afanye leo. Yoyote yale ambayo yaliwezekana kwa nguvu ya Mungu mkuu, Mungu atoshelezaye, yote ambayo yanawezekana yapo katika jina la Yesu, Immanueli, yani Mungu pamoja nasi. Na tunapoliamini hilo jina leo, mambo makubwa yatatokea katika maisha yako. Mambo makubwa yatatokea katika maisha yako. Yohana sura ile ya 14. Yohana 14 mstari wa 12. Amini, amini, hakika, hakika, bila shaka, bila shaka, nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Bwana ametupa jina lake, na anasema jina lake linabeba nguvu yote, mamlaka yote, na upako wote, na uwezekano wote ambao alikuwa nao alipokuwa hapa duniani. Na kama awaye yote yule anayeliamini hilo jina, akalikubali hilo jina, akalishikilia hilo jina, na akasonga mbele na kuomba kwa jina hilo, anasema huyo anayeniamini mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko, zilizotukuka zaidi atafanya, kwa kuwa mimi yeye anaenda kwa Baba. Na anasema nanyi mkiomba lolote, 13, kwa jina langu, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, kama waamini, mkiomba lolote kwa jina langu, iwe ni mwanamume mwanamke ukaomba, nanyi mkiomba lolote, iwe ni kijana mvulana au msichana anayemwamini Bwana, nanyi mkiomba lolote, iwe ni mwongofu mpya au mwongofu wa muda mrefu, anasema nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba neno lolote, 14, kwa jina langu, nini kitatokea? Anasema nitalifanya. Kama mkiomba neno
lolote kwa jina langu, anasema nitalifanya. Hilo jina ni jina lenye utukufu mno. Anatuambia katika Zaburi sura ile ya 72. Zaburi 72, nasoma mstari ule wa 17. Zaburi sura ile ya 72 na mstari ule wa 17. Jina la Yesu, jina la mwana pekee wa Mungu, jina la Yesu, jina la mkombozi wetu. Tazama mstari wa 17, Zaburi sura 72 mstari wa 17. Jina lake nalidumu milele. Amina. Na jina lake nalidumu kwa kadiri jua, na kwa kadiri wana wa kike na wa kiume wataenda kumwamini yeye. Jina linadumu mpaka leo. Jina linadumu mpaka wakati huu. Na anasema wanawake na wanaume, wavulana wasichana, kila mmoja, anasema pindi ling'aapo jua, jina lake liwe na wazao. Mataifa yote na wajibariki katika yeye na kumwita heri. 18. Na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, atendaye nini? 18 pale. Atendaye nini katika maisha yako? Katika maisha yako leo anatenda nini? Katika familia yako atendaye nini? Miujiza. Katika kanisa letu leo atendaye nini? Miujiza. Yeye peke yake. 19. Jina lake tukufu na limidiwe kwa muda gani? Milele. Nasema dunia yote na ijae utukufu wake. Amina na amina. Dunia yote na ijae utukufu wake, na utu wako wote, maisha yako yote yajae utukufu wake. Amina na amina. Wathesalonike wa pili sura ile ya kwanza. Wathesalonike wa pili sura ile ya kwanza. Wathesalonike wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 12. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo litukuzwe ndani yenu. Unapokuwa umepona, jina lake linatukuzwa ndani yako. Unapokuwa umeshinda, jina lake linatukuzwa ndani yako. Unapodhirisha nguvu zaidi ya nguvu ya kibinadamu, jina lake linatukuzwa ndani yako. Na anasema nanyi ndani yake kwa neema ya Mungu wetu na ya Bwana Yesu Kristo. Leo ili jina litatukuzwa katika maisha yako, na katika yote unayoyafanya kanisani, nje ya kanisa, yote unayoyafanya katika familia yako, mahali pako pa kazi, yote unayoyafanya popote pale unapokuwepo, katika matendo, katika udhirisho, katika tabia, katika kazi, yote unayoyafanya unafanya kwa utukufu wa jina la Bwana. Ndio maana anasema katika Timotheo wa pili sura ile ya pili. Timotheo wa pili sura ile ya pili mstari wa 19. Timotheo wa pili sura ile ya pili mstari wa 19. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake. Ananijua mimi, jitabirie mwenyewe. Nakwambia mimi Bwana ananijua, na wewe jitabirie mwenyewe. Kama wewe upande wa Bwana, anakujua. Kama umezaliwa mara ya pili, anakujua.
Kama unalipenda lile jina la Yesu, unalikubali, anakujua. Kama unalitukuza hilo jina, kama unalinua hilo jina, anakujua. Na kama ndio kusudio lako na ndio moyo wako ya kwamba unataka jina la Mungu liinuliwe, jina la Yesu liinuliwe kila wakati, kila mahali, kila unapokuwepo, anakujua. Na nijua mimi asubuhi ya leo. Sijasikia sauti yako, sema ananijua mimi. Anasema Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Hilo ndilo ambalo, huo ndio utakaoleta fursa ya hili jina kutukuzwa kupitia kinywa chako. Unajua Biblia inasema jina la Yesu ni la ajabu. Tunatazama Isaya sura ile ya 9. Isaya sura ile ya 9, tunasoma kuanzia mstari ule wa 6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake. Mtu mmoja niambie pale, nani? Mshauri wa ajabu. Naye ataitwa jina lake nani? Mshauri wa ajabu. Na anaendelea kusema, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Na hawezi kushindwa vita yoyote ile, hawezi kupoteza lolote lile. Na unapomjia yeye kwa jina lenye utukufu, unamjia yeye kwa jina la ajabu, na nguvu kuu ya Mungu itafanya kazi katika maisha yako. Sema Baba wa milele, mfalme wa amani. Mstari wa 7, maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Amina. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuthibitisha. Bwana atathibitisha ufalme na utawala wa maisha yako, atauthibitisha, atautegemeza. Najua unaona baadhi ya maisha ya watu hayana utulivu, na maeneo mbalimbali ya maisha ya watu hayapo chini ya usimamizi na utawala wa jina la Kristo. Na ni kama watu wametawanyika huku na kule, mawazo yao na akili zao, maisha yao, matendo yao havipo chini ya utawala wake Kristo. Lakini unapolitoa jina la ajabu la Yesu, utawala wa maisha yako na usimamizi wa maisha yako vinakuwa katika utulivu. Na hautokuwa mtu usiyekuwa na utulivu, hautokuwa mtu usiyekuwa na umakini, hautokuwa mtu usiyeeleweka huko hapa na pale. Unakuwa na lengo na unakuwa na msukumo wenye nguvu ambao unakusukuma na kukuongoza katika mwelekeo sahihi. Na yoyote anayekusikiliza, yoyote anayekujua, yoyote anayeona mtazamo wako na anayeona matokeo ya maisha yako, atajua ya kwamba maisha yako yana mwelekeo sahihi, na maisha yako atakuwa na mwelekeo sahihi. Mimi sitokuwa mwanamume aliyechanganyikiwa. Mimi sitokuwa mwanamume asiyekuwa na utulivu. Mimi sitokuwa mtu ambaye hana umoja. Mimi sitokuwa mwanamke aliyechanganyikiwa. Wakina dada pale, nasubiri sauti yenu. Sema mimi sitokuwa mwanamke aliyechanganyikiwa. Sema mimi sitokuwa mwanamke asiyekuwa na utulivu. Bwana atategemeza maisha yako. Bwana atategemeza familia yako. Bwana ataweka kila kitu sawa, mtazamo wako, maisha yako, na utaenenda katika njia iliyonyoka kukupelekea katika ushindi kwa jina la Yesu.
Nasema kuthibitisha na kutegemeza. Unapoliamini jina la Yesu, jina la Yesu lilotukuka, jina la ajabu la Yesu litathibitisha maisha yako. Kila kazi ya mikono yako ataithibitisha. Huduma yako ataithibitisha. Maono yako atayathibitisha. Anasema kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Amina. Utendaji utadhirika katika maisha yako, utimilifu katika maisha yako, na kuthibitishwa katika maisha yako. Tazama Isaya sura 25, Isaya 25 na mstari ule wa kwanza. Soma na jirani yako hapo. Bwana, wewe Mungu wangu, nitakutukuza katika yote ninayoyafanya. Nitakutukuza katika yote ninayoyazungumza. Nitakutukuza wewe katika maisha ya imani ninayoishi. Nitakutukuza wewe katika kulitunza neno lako. Nitakutukuza katika kuishindania imani kwa uaminifu waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Nitakutukuza katika tabia yangu, katika mwenendo wangu, katika maombi yangu, katika yote ninayoyafanya nitakutukuza. Utamtukuza Bwana. Mimi nitatukuza jina lako. Utalitukuza jina la Bwana na kulihimidi jina lako, kwa kuwa umetenda mambo ya ajabu. Kwa kuwa umetenda mambo ya ajabu. Mambo ya ajabu atatenda katika maisha yako leo. Utabeba hayo maajabu kwenda katika mwaka mpya. Nasema kwa kuwa umetenda mambo ya ajabu. Mashauri ya kale kwa uaminifu na kweli. Mashauri ya kale kwa uaminifu na kweli. Jina la Yesu limetukuka, na ule utukufu wa jina la Yesu utadhihirika katika maisha yako. Jina la Yesu ni la ajabu. Yale maajabu yatazalishwa upya katika maisha yako leo. Jina la Yesu lina nguvu, na hii nguvu ya jina la Yesu itadhihirika katika maisha yako leo kwa jina la Yesu. Luka sura ile ya 10. Luka sura ile ya 10 mstari wa 17. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha, kama ambavyo wewe utarudi nyumbani kwa furaha, kama ambavyo unakwenda kuungana na familia yako kwa furaha. Utarudi nyumbani kwa furaha, kwa shangwe, kwa changamko na kwa furaha, na kwa shuhuda katika kinywa chako kwa jina la Yesu. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha. Napoendelea na faraga hii, nazungumza habari zangu na wewe zungumza habari zako. Napoendelea kushiriki katika faraga hii, mimi zungumza na wewe sasa. Ninapoendelea kuelekea kumaliza faraga hii, na ninatazama yote ambayo Mungu ameyafanya. Natazama kulia na kushoto, natazama mbele na nyuma, natazama ndani na nje, natazama familia yangu, natazama huduma yangu, natazama kazi yangu, na navuka kwenda katika mwaka mpya. Furaha, furaha, furaha. Katika maisha yako kutakuwepo na furaha asubuhi, furaha mchana, furaha jioni. Kila utakayekutana naye, kila utakayewasiliana naye
ataiona furaha kwenye uso wako. Watasema, hebu zungumza nami, kuna kitu kimetokea katika maisha yako, na kama nina fursa ya kuja kukutana na wewe, naweza nikatembea nikawa mbele nikasema naiona furaha hiyo. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii. Tazama hilo, hata pepo wanatutii. Hiyo ina maana gani? Na maana mende wote wanatishwa, nge wote wametishwa, na hivi viumbe vidogo vidogo vinavyotambaa vyote vimetishwa. Na hasa sasa yule bwana wa hawa wote mashetani anasema pale, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Kila mmoja wa wale 70, kila mmoja wa wale 70, kila mmoja aliye mbele yangu hapa leo, kila mmoja aliyepo kulia, kila mmoja aliye upande ule, anasema hata pepo wanatutii, wananitii mimi. Jitabirie mwenyewe, hata pepo wananitii mimi kwa jina lako. 18, Bwana akawaambia, nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Ameanguka, shetani ameanguka, nguvu za giza zimeanguka. Na ni zaidi ya furaha, ni zaidi ya changwe, ni zaidi ya ushindi. Anasema, tazama nimewapa amri. 19 pale, nani anayepewa hiyo nguvu? Anasema, tazama nimewapa amri. Unajua kuna watu ambao wanaendelea kutenda kama ambavyo walikuwa wanatenda hapo zamani. Kuna mtu nilikuwa namfahamu miaka mingi zamani. Alikuwa ni mtu hana fedha, ana ufukara, ni maskini, hakuwa na lolote lile, lakini Bwana akaleta mafanikio katika maisha yake, na hatimaye kazi yake huyo mtu ikastawi, akawa na upenyo, akaanza kupata fedha halali, hela za kawaida, akawa na fedha, pesa nzuri. Na sasa akaanza kula kama alivyokuwa akila, alivyokuwa maskini. Akaanza kuvaa na kuishi na kutenda na kuishi na kula kama alivyokuwa anafanya alipokuwa fukara na maskini. Kuna baadhi ya watu hapo hivyo. Sizungumza habari yako wewe hapa, nazungumza mtu mmoja yuko huko hajaja kwenye faraga. Huyu hatakuwa ni wewe. Kabla hawajaja kwa Bwana walikuwa dhaifu, mabega yao yameshuka, macho yao ni kama yanadondoka, walikuwa wanatembea kana kwamba wanakaribia kuanguka, na walikuwa ni watu dhaifu, hawakuwa na nguvu, na sauti zao zilikuwa ni dhaifu, kila kitu dhaifu. Sasa wamekuja katika faraga kama hii, na Yesu anasema, njoo kwangu. Hebu njoo hapa karibu, hebu nikupe kitu. Anasema, tazama nimewapa nini? Amri. Sasa nashangaa, namuona huyu mtu aliyepewa nguvu baada ya faraga hii anaenenda kwa tabia zile zile dhaifu, na kutembea kana kwamba hana nguvu na hana uwezo na hana lolote. Anasema, mimi si lolote, si chochote, sina chochote, siwezi kufanya chochote, mimi sina bahati. Kuna nguvu za kiimaya, kuna nguvu za kisultani na zinanishughulikia, na anaenenda kana kwamba anakaribia kuanguka wakati amepata nguvu. Mimi sio mtu aina hiyo, wewe sio mtu aina hiyo. Anasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Utakanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Na kuanzia leo mpaka huu mwaka mpya unaokuja, mpaka siku zote za maisha yako, iwe upo kijijini, uwe mjini, uwe kanisani,
uwe ofisini, tangu sasa hakuna atakaye kukanyaga. Hakuna atakaye kukanyaga. Nguvu ile ile, mamlaka ile ile unayoikuta ndani ya Kristo, anasema tazama nimewapa amri, utakanyaga nge na nyoka. Nge na nyoka hawatakuwa wanatambaa kwenye mwili wako, hawatasumbua kichwa chako, hawatasumbua akili yako, hawatatambaa kwenye mwili wako, na utakuwa na nguvu dhidi ya nguvu zote za adui yako. Adui zako wanaweza wakawa na nguvu za kimazingaombwe, wewe utawakanyaga. Wanaweza wakawa na nguvu ya kisaikolojia, utawashinda. Wanaweza wakawa na nguvu za kishirikina, utawashinda. Wanaweza wakawa na nguvu za fedha, wana nguvu kwa sababu ya fedha zao, lazima washinde. Wanaweza wakawa na nguvu za kiimaya, utawashinda. Hiyo nguvu utakuwa nayo, utawashinda. Na anasema wala hakuna, anazungumza habari zangu, jitabirie mwenyewe. Wala hakuna, rudia neno hilo, wala hakuna kitu. Kabla sijakusomea hapo kikamilifu, kulikuwepo na mtu, nimekuambia usome na jirani yako, asirare jirani yako. Kuna mtu alikuwa na fungu maradufu ya Roho wa Mungu aliyekuwa juu ya bwana wake. Unajua kuna baadhi ya watu, kila wakati baba yetu katika Bwana anaposema mnaweza mkawa na nguvu zaidi ya nilio nayo, anasema mchungaji anatutia moyo tu, mimi nakata hilo, nalikata hilo. Lakini Yesu anasema yeye aniaminie mimi, kazi hizi ambazo alizifanya Yesu, anasema huyo mtu atafanya, na kubwa kuliko zile ambazo alizifanya Yesu, anasema utafanya. Mimi ninakubali hilo, mimi ninakubali hilo, kili hilo mwenyewe. Na huyu mtu hakufikiri ya kwamba bwana wake ambaye ni mkuu mno, ametukuka mno, ameinuliwa, ameheshimika mno, ya kwamba ile nguvu inayofanya kazi ndani ya maisha yake, kama akikaa chini ya bwana wake yule, iwe ni mlimani, ile nguvu ambayo ilikuwa inafanya kazi ndani yake, kama akiinuka yule bwana, ile nguvu ilikuwa ikifanya kazi. Kama akisema tengenezeni madhabahu yenu, na wale manabii 450 wakajaribu kufanya kitu, hawakuweza, yeye peke yake akaweza, na akaomba moto ukashuka kutoka juu. Huyu mtu hakusema nani anayeweza kwenda mbali ya mwendo wa huyu bwana. Yeye akasema mimi nitakwenda, mimi nitakwenda zaidi ya hapa. Kaka upo hapa, mimi nitakwenda zaidi ya pale. Dada yangu upo hapa, mimi nitakwenda zaidi ya pale. Kwa hiyo bwana wake kamuuliza, hii ni siku ya mwisho, mimi niko na wewe, hebu omba unachotaka. Na yule bwana akafungua kinywa chake kwa kushangaa, kwa mshangao wa kila mmoja, akasema nataka, natamani, nadai niwe na nguvu maradufu Roho wako. Je, unaweza ukaomba jambo kama hilo? Je, unaweza ukapokea hilo? Itatokea, itakuwa kwako sawasawa na imani yako kwa jina la Yesu. Sasa upo katika uwepo wa Kristo, sio katika uwepo wa Elia. Unarudi nyumbani kwa furaha, hata pepo watakutii, shetani na wajumbe wake wataanguka mbele yako. Anasema tazama, tazama nimewapa amri. Na tazama huku na kule wanatuhudumia chakula pale.
Sasa unaenda pale, anapewa chakula, anapokea, mwingine anapewa, anapokea. Sasa wanamfikia kaka yangu mpendwa pale, wanampa chakula na maji. Huyu kaka yangu mpendwa anatazama nyuma, anazungumza na mtu mwingine, hana umakini kwa huyu anayempa chakula. Huyu anayempa chakula anamwambia, hebu chukua chakula chako. Anaongea naye, huyu kaka anaongea nyuma, hana umakini. Bwana anasema, tazama nimewapa amri, huyu mtu apokee. Huyu anayetoa chakula anasema, huyu bwana wenda hana njaa, hitaji chakula leo, na anampita. Bwana hatokupita leo. Analokupa Bwana utapokea. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka, ya kukanyaga nyoka na nge, na nguvu. Na nguvu gani? Nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Amina. Inuka na upokee. Inuka na upokee. Hilo ni fungu lako. Hilo ni fungu lako. Hii ni siku yako ya ushindi. Fungua kinywa chako na umwambie Bwana, analo jina lenye utukufu. Hakuna linaweza likalishinda lile jina. Analo jina lenye nguvu. Hakuna linaweza kulipinga lile jina. Utukufu, utukufu, utukufu. Na ataleta utukufu katika maisha yako. Maajabu, ataleta maajabu katika maisha yako. Nguvu isiyopingwa. Nguvu kila mahali. Hilo ndilo jina lake ambalo unalo. Na sasa anasema, tazama nimewapa amri. Msitazame huku na kule, usitazame nyuma, usitazamie mwelekeo mwingine wote. Hii ni siku ya kupokea nguvu kwa ajili yako. Siku ya mafanikio. Siku ya ushindi. Siku ya kushinda. Siku ya nguvu. Nguvu yake ya kiungu. Na nguvu yake ya kiungu ni nguvu ya Yesu. Ni nguvu kutoka mbinguni ambayo anakupa wewe. Na hiyo nguvu itashinda kila adui. Na nguvu zote za shetani haziwezi kukushinda wewe. Na nguvu zote za wachawi haziwezi kukushinda wewe. Na nguvu zote za wanasaikolojia haziwezi kukuangusha wewe. Na nguvu zote za watu wa dini hazitokuangusha wewe. Sema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge, na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu, kaka yangu pale, wala hakuna kitu, dada yangu pale, wala hakuna kitu
kitakacho kudhuru kwa namna yoyote ile, kwa njia yoyote ile. Hautodhurika, hakutokuwa na dhara lolote katika mguu wako, katika roho yako, katika mwili wako. Hakutokuwa na madhara yoyote katika familia yako, wala hakuna kitu kitakacho kudhuru wewe. Jina lake ni jina la ajabu. Jina lake ni jina lenye utukufu. Jina lake ni jina lenye nguvu. Jina lake ni jina lisilopingwa. Jina lake ni jina ambalo haliwezi kushindwa.
Kwa jina la Yesu tumeomba. Mambo yamebadilika sasa. Katika mawingu, baharini, kwenye nchi kavu, katika nyumba yako, popote pale ambapo umetokea, lolote lile uliloliacha nyuma, mambo yamebadilika. Katika ulimwengu wa roho, katika kambi ya adui, mambo yamebadilika sasa. Maadui zako ni dhaifu, wewe ni mwenye nguvu. Tazama, nimewapa amri ya dhidi ya nguvu zote za adui, iwe nge, nyoka, wewe utakanyaga hizo. Adui yoyote yule, awe na kiwango gani cha nguvu, mambo yamebadilika sasa. Wanarudi nyuma, wanarudi walikotoka, wanakimbia dhidi yako. Tangia sasa, hakuna litakalo kudhuru. Utaishi maisha ya furaha, maisha ya shuhuda, maisha ya miujiza, maisha ya kuhamisha milima, maisha yenye utimilifu. Lile ambalo Mungu atafanya katika maisha yako tangu leo mpaka mwisho wa mwaka huu, mpaka kuvuka kuingia katika mwaka mpya, litakuwa ni jambo kubwa kubwa kubwa, la juu, la kina, pana kuliko uliyowahi kufikiria katika maisha yako, kwa jina la Yesu. Inua mikono yako ya ushindi juu. Lolote ambalo mikono yako itashika, hilo jambo linakwenda kufanikiwa. Baba, kwa jina la Yesu, kwa jina lenye utukufu la Yesu, kwa jina la ajabu la Yesu, kwa jina lenye nguvu la Yesu, kwa jina lenye utoshelevu la Yesu, kwa jina lishindalo la Yesu, watu wako wote, mmoja wote, ninawaleta mbele zako. Waguse, weka alama juu yao, wajaze, kaa ndani yao, wauishe, watie nguvu, nguvu mpya, ujasiri mpya, utumgongo mpya, furaha mpya, upendo mpya, ujasiri mpya, na kutokuwa na hofu tena, ushindi mpya, mafanikio mapya. Kila utakapokwenda, iwe ni nyumbani, utafanikiwa, utafanikiwa, na utashinda kila nguvu ya kinyume kwa jina la Yesu. Lile ulilolipokea leo litakuwa ni la kudumu katika maisha yako. Furaha unaporudi nyumbani, amani unaporudi nyumbani. Hii nguvu ya Bwana, au nguvu ambayo Bwana amekupa, ndiyo umekuwa ni mkimya, lakini hiyo nguvu itakuwa ikifanya kazi. Unapoomba, hii nguvu itakuwa ikifanya kazi. Utakapo mtazama wewe yoyote, lolote lile, hii nguvu itakuwa ikifanya kazi. Unabeba nguvu. Kuanzia sasa, tembea kwa ujasiri, zungumza kwa ujasiri, omba kwa ujasiri. Mungu wa mbinguni atakuwa pamoja na wewe. Lile ambalo hujawahi kuliona katika maisha yako utaliona.
Lile ambalo hujawahi kufanya utalifanya. Nenda katika nguvu na katika uweza wa Bwana, na hakuna litakalokatiza safari yako katikati ya njia. Bwana na akawe mwavuli juu ya watu wake wote, mpaka watakapofanikisha, watakapodhihirisha ahadi ulizowapa, na hawatasita. Watamshinda kila jitu, watapanda kila mlima, watavuka kila mto. Kila mmoja atashinda kila vita. Thibitisha hilo Bwana katika kila maisha. Kwa jina la Yesu tumeomba.